Ndio habari za wakati huu, mtazamaji wa Bio Media Channel. Karibu sana siku nyingine tena, siku njema sana ambayo Official Rose D unakutana naye moja kwa moja katika kukuhabarisha ile yote ya kiburudani ambayo yameweza kumeka headline kwenye mitandao ya kijamii. Habari mbalimbali zinakupitaje? Usipange kupitwa mtazamaji, hakikisha unaungana nasi kwa kusubscribe, kwa kushare, kwa kulike, kwa kucomment, na utakuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Official Rose D ananasa taarifa ya Ibra Konde Gang ya Harmonize kujiunga na WCB Wasafi ya Diamond Platnumz. Ukweli huu hapa, mambo makaaje kwa zile ambazo zimeweza kutufikia ni kwamba sasa hivi iko story ambayo inatikisa mitandao ya kijamii right now. Iko ni post ya msanii wa Bongo Flava, huyu ni Ibra, ambaye aliweka picha ya bwana mkubwa Diamond Platnumz huko akiambatanisha na neno moja tu fupi lakini lenye uzito mkubwa sana. Yaani ameposti picha ya Diamond Platnumz alafu caption ikasomeka asante. Sasa ujumbe huo umeibua hisia kali kwa mashabiki na wadau wa muziki, wengine wakiamini kwamba Ibra amesainiwa rasmi pengine WCB Wasafi, na hiyo ilikuwa ni njia yake ya kumshukuru bosi mpya ambaye ni Diamond Platnumz. Lakini liko swali ambalo watu wanajiuliza, lakini je, hiyo ndio hali halisi ilivyo? Bwana, kwa mujibu wa mtazamo wa posti ya Ibra, sio uthibitisho wa usajili kwenye WCB Wasafi label, bali ni mbinu pengine ya kiakili tu ya kujenga gumzo, kwa maana ya kwamba load marketing, jambo ambalo ameweza kufanikiwa nalo kwa asilimia kubwa kiukweli, kwa sababu Ibra anazungumziwa kila kona right now, na kama akiachia mradi mpya pengine iwe ni EP yake au wimbo, basi hautahitaji matangazo makubwa, tayari watu wanamsikilizia kujua what happened kwa upande wa Ibra. Sasa kwa nini huwa si rahisi kusainiwa WCB Wasafi, pengine unajiuliza. Ukifuatilia historia ya WCB Wasafi, ni rahisi kuona kuwa hawajawahi kutambulisha msanii wao kwa njia ya wazi kama hiyo ambayo Ibra amefanya, yani kwa njia kama hiyo ya kawaida. Inakuaga ni utambulisho, utakumbuka, wa msanii Zuchu pamoja na D-Voice ulifanyika kimya kimya, lakini pia msanii hajitambulisha mwenyewe kama lebo bado haijasema lolote. Sasa hivi sasa hata msanii mpya Trezan amefichwa hadi muda sahihi wa kutambulishwa utakapofika. Sasa hii ni ridhisho kubwa tu kwa mfumo wa WCB Wasafi walioko nao. Hautoi nafasi ya aina ya posti aliyoifanya Ibra. Kwa mantiki hiyo basi, kuna uwezekano mkubwa kabisa kuwa hajasainiwa, bali tu ameamua kutumia picha ya Diamond kama kutafuta kiki hivi, kutafuta attention na kuanzisha mjadala mitandaoni ili azungumziwe. Lakini pia kwa mtazamo, Ibra hafai tena kuwa chini ya lebo yoyote. Ametoka kwenye lebo ya Konde Gang akiwa tayari ana jina, akiwa tayari na mashabiki, lakini pia akiwa tayari na uwezo wa kusimama kama msanii huru. Kujiunga na WCB Wasafi, kama itatokea, huenda isimuongezee thamani zaidi ya alionayo, hasa kwa kuwa tayari kuna masuperstar ndani ya lebo hiyo kama Zuchu, Diamond Platnumz, lakini pia D-Voice. Lakini pia kama alivyowahi kusema Salama Sky kwamba WCB ni kama kwamba hawalengi faida ya kifedha bali kukuza vipaji. So hali hii pia hupelekea lebo kuwekeza pesa nyingi sana kwa wasanii wanaokuja kisha baadaye waondoke wakiacha pengo la kiuwekezaji. Lakini swali lingine ambalo linaulizwa ni ikiwa atasainiwa kweli, mambo yatakuwaje? Iwapo Ibra atasainiwa WCB Wasafi kweli, yatakayojitokeza ni kwamba ataweza kuziba nafasi ya Harmonize, Rayvanny ama Mbosso, ataleta ladha mpya au atafunikwa tu na mastaa waliopo kama kawaida. Lakini WCB Wasafi wanamhitaji kweli au ni ya kupambana tu na ushindani kutoka Konde Gang? Unajua pengine anataka tu kukomoa na mambo kama hayo. Lakini tunapotamatisha katika hili right now, hakuna taarifa rasmi kiukweli kutoka lebo ya WCB Wasafi wala Ibra kuthibitisha usajili. Kilichojiri ni kuwa tu Ibra amepata airtime ya bure, ameweza kuwasha moto wa mjadala mitandaoni na ameweza kufanikiwa kuingiza jina lake kwenye vichwa vya habari bila hata kutoa wimbo mpya. Hii asante tu ambayo ameandika kupitia picha ya Diamond Platnumz kama caption. Hii yenyewe imeeleza kuleta msisimko mzima. Maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Unafikiri kweli atakuwa amesainiwa ama ni kiki tu na kutumia picha ya bwana mkubwa kupita nayo kama upepo? Utaniandikia maoni yako, alafu baada ya hapo nitapita nayo next video.